Jeshi la polisi limeeleza kuwa Oktoba 29, 2025 wananchi wote wana haki ya kikatiba ya kwenda kupiga kura bila hofu, huku ikionya vitendo vyovyote vya kutisha au kujaribu kusababisha hofu. Akizungumza na waandishi wa habari leo, kamanda wa kanda maalum Dar es Salaam Jumanne Muliro amesema kuwa vitendo vya kutishia wananchi havikubaliki na haviingilii haki ya kikatiba ya kila mwananchi. Tarehe hii haijakuwa yenyewe, ipo kisheria, ipo kikatiba, na watu wana haki ya kwenda bila hofu kupiga kura na kuchagua mtu yoyote anayemtaka, aliyasema hayo Muliro. Amesema vitendo vya kujaribu kutishia watu havikubaliki kwa sababu shughuli hiyo ni ya kisheria. Jeshi la polisi litaendelea kufuatilia, kuzuia, kubaini na kutunza matishio yote ya kiusalama, na siku hiyo watu watatimiza jukumu lao la kikatiba bila hofu. Mbali na hilo, jeshi la polisi kanda maalum ya kushirikiana na mamlaka zingine za kisheria limefanikiwa kuwakamata watu 4 kwa kutuhuma za kuendesha televisheni mtandaoni bila kuwa na leseni. Muliro alisema kati ya Oktoba 3 na 4 jeshi hilo limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wakiendesha televisheni mtandaoni bila kuwa na leseni. Kama mnashuhudia, sheria imeruhusu kuwepo kwa vyombo vya habari, lakini kufuata misingi ya kisheria ya jinsi ya kuendesha vyombo hivyo, amesema hayo Muliro. Amesema waliokamatwa ni Josephat Tobias na Joseph Mambwe, wote wakazi wa Sabasaba Ukonga, wanaodaiwa kumiliki Wisport TV. Wengine ni Tegemeo Mwenengoa, mkazi wa Tabata Ilala, mmiliki wa TV Media 2, pamoja na Elia Pius, mkazi wa Mbezi Juu Kinondoni, mmiliki wa Costa TV. Amesema watu hao wanamiliki media hizo kinyume cha sheria bila kusajili na kuendesha shughuli zao kinyume na sheria. Pia nchi hii inafanya shughuli zake kwa kufuata misingi ya kisheria. Amesema shughuli zote ambazo zinafanyika kinyume cha sheria ni makosa, na kwa sababu hiyo wamehojiwa, wamekamatwa na watafikishwa mahakamani haraka iwezekanavyo. Upelelezi umekamilika na mifumo mingine ya kisheria itatumika kuhakikisha watuhumiwa wote wanafikishwa mahakamani haraka kadri itakavyowezekana, amesema hayo Muliro. Muliro amesema wafuatilia mara ya kwanza kwa jambo la kwanza, zinapopatikana tuhuma ni kupeleleza, kwa hiyo uchunguzi umefanyika. Aidha, polisi imewatahadharisha wananchi kuendelea kufanya kazi zao kwa kuzingatia sheria na mfumo wa kisheria, huku kisisitiza kuwa haitasita kuwachukulia hatua wote wanaotuhumiwa kutenda makosa. Jeshi la polisi halitasita kumtia mbaroni mtuhumiwa yoyote ambaye atabainika anafanya vitendo vya kihalifu ambavyo ni kinyume cha sheria. Tunapenda kuhakikishia wananchi jeshi litafuatilia matendo na matamko mbalimbali. Pia tunahakikishia jiji lipo salama na litaendelea kuwa salama. Hii ni Gift Online TV na mimi ni Esther Hezron Mamkwe.